Bwana Yesu asifiwe. Leo tupo hapa makao makuu ya jimbo la Mbeya Mashariki kwa ajili ya mahojiano maalum na mkuu wa jimbo mteule. Ungana nami Sterling Samuel. Kwa kuanza, tafadhali tunaomba ujitambulishe kwa watazamaji. We ni nani na huduma yako ya uchungaji ilianza rasmi lini? Jina langu naitwa mchungaji Lugano Afusisi Mwakasege. Mimi ni mkuu wa jimbo la Mbeya Mashariki na nimekuwa mchungaji wa dayosisi ya Konde tangu mwaka 1999. Ndipo huduma yangu rasmi imeanza na mwaka 2000 nikabarikiwa rasmi mwezi wa 5 tarehe 28 kwa mchungaji katika dayosisi yetu ya Konde. Na safari yako ya ukuu wa jimbo ilianza lini? Safari yangu ya ukuu wa jimbo ilianza mwaka 2020. Pale ambapo niliteuliwa na halmashauri kuu ya wakati huo kurithi kiti cha ukuu wa jimbo. Mkuu wa jimbo aliyekuwepo wakati ule alikuwa anaenda masomoni, kwa hiyo nikateuliwa mimi kwenda kushika jimbo lile la Makerere kwa muda mpaka pale uchaguzi ulipotokea. Kwa hiyo wakati ule ndio tukaingia pia kwenye mgogoro wetu wa dayosisi. Mimi nilikuwa nimefanya kule mwaka mmoja, kwa mwaka mmoja uliofuata nikawa ndani ya mgogoro. Kwa mgogoro tumekwenda nao na mgogoro kaisha mwaka huo 2021. 22 ndipo hapo alipokuja mkuu wa kanisa, tukafanya mkutano wa dayosisi na mgogoro pale uliisha. Ndipo nikaja kuchaguliwa mara ya pili sasa, kipindi cha pili. Kwa hiyo nikachaguliwa kipindi cha pili, ndipo hapo nikahamishwa kutoka jimbo la Makerere nikaitwa hapa Mbeya Mashariki kwa mkuu wa jimbo. Wakati ule tayari mgogoro bado ni mkali, wale watu waliokuwepo wataki kuondoka, vita sio ya kawaida. Kwa hiyo tumepambana mpaka mwishoni wamekuja kuachia zile sharika ambazo walikuwa wameshikilia. Kwa jimbo la Mbeya Mashariki walikuwa ni usharika wa Isanga, walikuwa na usharika wa Rwanda na usharika hizo hasa sharika mbili na Sinai kidogo, lakini hasa sharika hizi mbili ndio zilikuwa na. Ulijisikiaje ulivyopokea wadhifa huu mzito wa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa jimbo hili la Mbeya Mashariki? Si Mbeya Mashariki tu, lakini kupewa uongozi wa huduma. Maana tunaposoma vioni, unasoma unakuwa na hamu ya kuwa mchungaji kama wito wako ulivyo kumtumikia Mungu. Kwa hiyo inapokuja nafasi ya ukuu wa jimbo si kazi nyepesi. Unaona kama nimefanya kazi ya kuwa mchungaji wa sharika, nilikuwa tayari angalau nakuwa kama naanza kufahamu na kuzoea, lakini nilipopewa kuwa jimbo haikuwa kazi nyepesi. Nilishtuka kwanza sana na niseme nililia sana na kuomba Mungu kwamba Mungu nisaidie, kwa sababu niliona kazi nimepewa kazi nzito sana. Kwa hiyo sio kazi ya Mungu unapopewa kwamba utapokea kwa furaha kiasi hicho, ambapo wengine wanafikiri unapokea kwa furaha. Ni kweli unakuwa sasa umeongezewa mzigo mzito. Kwa hiyo unamhitaji Mungu sana, kwa Mungu unisaidie nifike salama kila kazi ninapofanya wakati huu. Maana wakati fulani unapokuwa mchungaji tu unakuwa unaongoza usharika. Kuna sharika nazo zinatofautiana, kuna sharika ndogo, kuna sharika kubwa, lakini watu pia wanatofautiana. Huku nakuta watu wengine sio wengi sana ndani ya sharika, lakini wengine ni watu wengi sana. Kanisa letu lina utaratibu wa kuwabadilisha watumishi vituo vya kazi. Unafanyaje pale ambapo washarika wanaonyesha kuto kuridhishwa au kuondolewa na mtumishi wao, au pale wanapokataa kumpokea mtumishi mpya? Swali, je,
huwa inatokea washarika wanalalamika kuto kumpenda mtumishi aliyopo? Na je, unatatua vipi changamoto hizi kwa hekima ya kichungaji? Hayo mtangazaji, kweli yapo kwa baadhi ya sharika. Kwa sharika au washirika lazima waelimishwe pia kwamba wale watumishi ni mali ya Mungu chini ya KKKT Dayosisi ya Konde, ambayo ile Dayosisi ya Konde kupitia utumishi uliopo ndio wanaotuma watumishi hao kwenye sharika au mitaa au katika wajibu mbalimbali kufanya kazi ya Mungu. Kwa inapofika wakati ambapo mtumishi huyu anahitajika aende mahali pengine, wakati fulani pale alipotumika ili kipawa chake kilichotumika pale kinaweza kusaidia hata mahali pengine. Ukweli mimi nami sikujua kabla sijawa mkuu wa jimbo. Nilikuwa naona pia kwamba pengine na mimi ningeungana na hao kwamba ila mtumishi fulani naonewa, mtumishi fulani anafanyaje. Lakini ukweli kazi iliyoko kule ngumu. Utakuta kuna mahali fulani ambapo kazi ya Mungu haiendi vizuri. Aidha ni usharika au ni mtaa. Sasa mnataka mfanyeje? Mfanyeje? Naona kwamba pale kuna tatizo, lakini mfanyeje? Sasa jamani, pale kwa namna ilivyo au namna watu walivyoumia, walivyosambaratika, walipata shida, tutafute mtumishi kama kipawa hicho tumtume fulani. Kwa ndio maana tukuta anaguswa hata pale palipokuwa pametulia. Pale palikuwa na furaha na amani tu. Kwa Bwana ili tutatue tatizo pale papone sasa. Na hapo pale kama mahali fulani lazima mtu fulani tumtoe pale ndio aende pale. Wale pale pazuri pana amani sana. Sasa hawa kweli watatamani, hata ungekuwa wewe ungekuwa mimi unatamani kwamba ile amani pale ifanye nini, iendelee na kweli. Kwa hiyo sisi kiutumishi sasa viongozi wetu inafika kuamua kwamba lakini pale pia tulete badiliko kidogo. Kwa hiyo huyu mtumishi tumlete mahali pale ili na pale pia akafanya nini, akalete amani na akatengeneze vizuri sana. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kazi ya hawa kuwatuliza, jamani, hatakuwa na nia mbaya, sio kwamba ugomvi ambao uko kule tulitamka na hapo ingia, sio nia yetu hiyo. Lakini tunajua kabisa wenzetu mnaenda vizuri. Kuna 1 2 3. Lakini ndio maana nataka tumchukue huyu pia akatusaidie pale kwenye kipawa chake alicho nacho, akasaidie pale. Kwa hiyo wakati fulani tunafika kuelewana na tatizo linakuwa limeshatokea tayari, au wakati fulani pia panakuwa pagumu kwa nusu shingo upande, wakati wanakuwa wameumizwa kama wameonewa, lakini hakuna mtumishi yoyote ambao katika kanisa unafanya kazi kwa ajili ili waonee watu au unyanyase watu. Hapana, ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni kwa ajili ya kazi ya Mungu ipate kuimarika na kusimama kwa ajili ya kufuata ndoto. Na wengi fikra zao zinakuwa kwamba mtu ambaye umemtoa kwenye amani yule ataikuja atakuja kuharibu hiyo amani. Ndio, of course ndivyo wanavyowaza kwamba huyu ajaye pengine atakuja kuharibu amani yao, lakini sio hivyo, sio hivyo kweli. Wakati fulani tutakuta mtumishi wakati fulani tumezungumza hata mahali pengine kwamba madhabahu ni za kuombea sana. Za kuombea sana. Pia inatokea kwamba hapo mahali pana amani sana, au hapo mahali pana shida sana. Pana shida sana atakapokuja mtumishi fulani tayari anapofanya pa amani. Mwingine ndio anaharibikiwa hapo. Ametoka huko na amani yake, anafika madhabahu nyingine hii ndio mpaka mnashangaa fulani ndio amefanya tofauti ya namna hiyo. Kwa nini imekuwa hivi? Lakini kumbe inatokea wakati fulani tuendelee kuombea madhabahu zetu hizi kwamba Mungu asimame, Ibilisi asilete vurugu au kuwavuruga watu ili waende kinyume cha mapenzi ya Mungu. Amen. Okay. Jimbo letu lipo katikati ya jiji la Mbeya, ambapo watu wengi shughuli zao ziko bize sana na shughuli za kiuchumi. Je, kama jimbo mnapangaje kuwasaidia waumini kuendelea kumcha Bwana bila kuathiri majukumu yao ya kila siku katika kutafuta maisha?
Ndio. Jimbo hili kupitia shirika zake lina mambo mengi ya kuwasaidia waumini ikiwemo ibada na mafundisho pamoja na mahubiri mbalimbali yanayotolewa katika shirika zetu. Ndio maana kwa mfano kanisa letu miaka ya nyuma sana ilikuwa ni kwamba kanisa letu taratibu ilikuwa ni ibada hii moja saa 4 tu Jumapili tu, lakini baadaye mabadiliko yanavyoenda na jinsi watu ambavyo wanafanya kazi, hasa ndio mijini huku kwenye miji hii ndio imezaa ibada hizi za pili, ibada ya pili au ibada za jioni au morning glory. Ingaje miaka ya nyuma tulikuwa na ibada, kwa mfano huku Konde kwetu kulikuwa na ibada inaitwa Uruiputo Lwano Rubonjo, ibada ya asubuhi kwa zikwepo hizo, lakini baadaye tumekuja siku tunasema morning glory, lakini sio kwamba ni mpya. Hii morning glory ni kwamba anasaidiwa huyu mtumishi wa Mungu anayefanya serikalini au taasisi mbalimbali, ili kama ni anapenda ibada mtu awaye asubuhi ashiriki ibada ndio aende wapi kazini kwake, au hata za Jumapili. Kuna watu wanapenda sana Jumapili asubuhi saa 1, hata ingekuwa saa 12 asubuhi anafika wapi ibadani, anasaidiwa, ndio anafanya nini, anaenda kwenye shughuli zake. Wengine waliozoea zamani na wengine nao waliozoea zamani ibada ya saa 4, hata ufanyeje anapenda ibada ya ngapi? Ya saa 4. Kwa hiyo mjini hivi wamesaidiwa kuweka ibada za namna hiyo, lakini pia kupitia shirika zake kuna baadhi tunahamasishana sana kwamba kila usharika angalau usikose semina katikati ya hizo wiki au katikati ya miezi fulani, ili kusudi zile semina zinasaidia Wakristo. Semina inaweza ikawa pengine ya uwakili, mtu ni mfanya biashara au ni mkulima, maana uwakili una cover mambo mengi. Kwa hiyo anapojifunza kupitia uwakili, ili itamsaidia kwenye kipato chake cha ujasiriamali au kazini kwake, kwamba hiki kitu sio kwa elimu yangu tu niliyosoma huko mashuleni kwenye shule za sekula huko, lakini kikubwa ni kwamba hii elimu nimepata kwa Mungu, nimepata kanisani, ndio inanisaidia kusimama katika utumishi wangu. Kwa hiyo inakuwa ni faida sana kwake katika ukaaji hapa mjini. Okay. Na maana mmeweka utaratibu kwamba kila mnaanzisha ibada ambazo mtu anaweza kutaka kushiriki. Ndio. Bali na wewe kuwa mkuu wa jimbo au na mchungaji, wewe pia ni baba wa familia. Unawezaje kuyapambanua na kuyasawazisha majukumu ya huduma, uongozi, familia na bado ukafanikiwa pande zote? Na tena hilo mtangazaji, ni Roho Mtakatifu amekugusa kwamba uniulize swali la namna hiyo. Ni kweli, na isitoshe swali hilo ndilo lilomo ndani yangu na ni wito wangu mkubwa sana hata katika kazi yangu ya kuwa jimbo. Napokaa na watumishi wenzangu wachungaji, napozungumza pia kwamba tukumbuke pia kwamba mtu ni ule mmoja. Mimi naitwa Mchungaji Lugano Mwakasege, ni baba wa familia, ni mkuu wa jimbo mwenyewe. Kwa hiyo huku ninapokuwa kwenye familia ni baba mwenyewe ambaye natakiwa pia kule ninapokuwa jimbo ni wajibika kama mkuu wa jimbo. Kwa hiyo katika haya ni kwamba lazima unapofanya kazi ya Mungu, lazima kwa sababu ujitambue kwamba wewe ni mtu uliye mmoja peke yako. Kwa uhakikishe kwamba familia yako inakwenda vizuri, kila sekta katika familia yako inakwenda vizuri. Lakini cha pili, kazi ya Mungu pia inakwenda vizuri. Maanake ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mpaka uwe na mipangilio yako mizuri kuhakikisha kwamba kila mahali panakwenda vizuri. Kwa sababu mimi nawaambia watumishi wenzangu, nasema ikitokea kwamba
wewe uliye mchungaji unafanya kazi ya Mungu, alafu kazi ya Mungu inakwenda vizuri, alafu kazi yako nyumbani inafeli, tutakuwa na maswali na wewe tayari wewe una shida. Lakini pia tukiona kwamba mambo yako yanakwenda vizuri sana, mambo yako kuna vizuri, kuja nyumbani kwako umefuga, unajenga, unafanya nini, una mashamba na nini na nini, huko kazi ya Mungu haiendi, napo tutakuwa na maswali na wewe. Kwa lazima upangilie mambo yako yote. Ikiwa kuna kujenga kanisani, na wewe pia ujiulize, na mimi huko nyumbani nimeshajenga tayari? Na sio haimaanishi kwamba tunasema uibe mali ya kanisa. Kwa kutumia kipato kile ambacho Mungu amekupa, kwamba mimi huku najenga na huku lazima nifanye nini? Lazima nijenge. Huku nafanya jambo la Mungu linakwenda hivi, na huku lazima kazi ya uinjilisti huku kanisani inakwenda vizuri, na familia yako huku inakwenda vizuri, nasomesha na huku kunakwenda vizuri. Kwa kila kitu uwe mtu wa kubalansi mambo, huku na huku yote viende kwa pamoja. Hapo inaonekana, ili kusudi kazi ya Mungu popote pale isitukanwe, kwamba waone kabisa huyu baba tulikuwa naye ila mambo ya Mungu anafanya vizuri, lakini mambo ya kwake sifuri. Tutakushangaa sana. Huyu baba anafanya vizuri mambo ya nyumbani kwake, lakini ya kanisani sifuri. Huku umekuwa mkwajibu. Hapana, mambo yote yaende vizuri kwa jina la Mungu. Amen. Ni changamoto ipi kubwa zaidi uliwahi kukutana nayo katika utumishi wako ambayo huwezi kuisahau? Ulipataje na ulishindaje changamoto hiyo? Pamoja na mambo mengi ambayo yani kila jambo zuri au kila utumishi haukosi kuwa na changamoto. Upo changamoto. Lakini sasa mimi katika miaka yote minne iliyopita nimepata changamoto ya kiafya. Changamoto ya kiafya ambayo katika maisha yangu sitaisahau. Najua kama ni changamoto katika kazi ya Mungu ipo, lakini zinapita. Lakini ya kiafya ilikuwa ngumu sana kwangu. Kwa sababu hata ninapoona kwamba mpaka leo ninasimama na kutumika, na mshangaa Mungu kwamba hakika Mungu ni Ebeneza kwangu. Amenisaidia, amenitetea, amenisaidia, ameniinua, amenisaidia, amenibariki, amenisaidia, ameniponya. Hicho namshangaa Mungu sana, kwa Mungu wewe kwangu ni waajabu mno, na namshukuru Mungu siku zote. Pamoja na hayo, changamoto zingine za utumishi hizo zipo, ambazo zipo za kila siku. Kila utumishi una namna yake. Una upande wa kwanza wa mzuri sana ambao unaenda uweze kuzuri, lakini kila kilicho kizuri upande wa pili mpaka kiwe na changamoto yake, lakini huwa Bwana anatushindia. Kwa hiyo mpaka sasa namshukuru Mungu kwamba amenishindia, nimekuwa mzima kwa sababu ya neema ya Mungu. Licha kwamba nijenge historia yangu ya kumuona Mungu jinsi alivyoniongoza na kunisaidia. Tupo kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Je, jimbo inaitumiaje hiyo teknolojia katika kueneza Injili au kuwapa habari? Maana kuna watu labda tuseme wa Simambo example au Itewe, wanawezaje kupata taarifa kwa karibu zaidi? Jimbo sasa mnachukua hatua gani katika kufanikisha hilo? Asante mtangazaji. Kweli kabisa ni kwamba dunia sasa hivi kwa kweli imekuwa inakwenda, kila kukicha kuna kwenda teknolojia, mpaka matumizi ya simu, mbali vya habari. Ninaona hata leo ulipokuja kunihoji, manake tayari watu wanalifahamu jimbo letu vizuri, kwamba tunaweza kufahamika vizuri. Kwa hiyo tunajipanga kwa kweli kuwa na mambo kama hayo. Mfano simu sasa hivi zinatumika kwa mambo mengi, mfano wachungaji, wahubiri mbalimbali katika jimbo letu
wanatumia simu, watakurusha mahubiri yao wakati fulani kwenye simu, uimbaji unarusha kwenye simu, na kazi mbalimbali za mikono ambazo zipo watu wanarusha kwenye simu. Kwa hiyo hata hivyo nataka hata mambo yote yaliyomo yote yarushwe kwenye simu. Mfano redio yetu ya Dayosisi uko mpango tu mzuri wa kuleta nani ya kuleta hiyo teknolojia vizuri kwenye majimbo yetu na katika sharika zetu, ili kila kitu kiende vizuri kwa ajili ya teknolojia tuliyopo. Hata mambo ya ukusanyaji wa sadaka zetu vyote hivyo kwenye teknolojia, ile kila mtu mfano una bahasha yako na nini, kila kitu una address kwa pamoja, kinafanyika vizuri. Kwa hiyo ukitaka uulize namba yako ya simu na kila kitu kitakuwa kinaonekana vizuri. Kwa hiyo hayo mambo kanisa liko kwenye mpango mzuri kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo wanajimbo la Mbeya Mashariki makubwa yanakuja. Amen. Chaguliwa kuwa mkuu wa jimbo, kanisa lilikuwa limetoka kwenye mgogoro, au niseme kwa sababu umesema ulichaguliwa kipindi cha mgogoro, lilikuwa kwenye mgogoro mkubwa. Hali halisi ya jimbo ilikuwaje wakati huo? Hali halisi ya jimbo wakati ule ilikuwa sio nzuri, kwa mbaya, kwa sababu tulipofanya mkutano mkuu ambao ulitishwa na mkuu wetu wa kanisa ile ya Tanzania, wakati ule hali haikuwa nzuri kabisa, kwa sababu bado ule utawala uliokuwepo wa mwanzo ulikuwepo katika ofisi zetu za jimbo bado. Kwa hiyo baada ya hapo ilibidi nilipotumwa mimi hapa, ilibidi nianzie usharika Betheli ndio ufanyike kama ndio makao makuu ya jimbo, maana hapa Rwanda tayari wale ndugu walikuwa wamekataa kuondoka, kwa hiyo walikuwa bado wapo hapa mpaka baadaye kuja kutumia vyombo vya usalama. Serikali yetu itatusaidia kuja kuondoa hapa mpaka kuja kutegemea kwa jimbo. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi, ilikuwa kitu chepesi sana. Hali ya jimbo ilikuwa nzuri, ndio hapo sasa kila kitu kwa hiyo kilizorota. Hata vikao vyetu vya jimbo kwa ngumu sana na mnafahamiana kama nani, mko mnafahamiana. Kwa hiyo jambo jepesi kuliko majimbo mengine ambayo ndani ya Dayosisi ya Konde ambayo hayakuwa au na kule nilikokuwa nimetoka sasa, jimbo la Mwakaleli mfano lenyewe alikuwa kabisa, lakini jimbo ilikuwa limeathirika sana. Ndio. Ni hatua zipi za kiroho na za kiuongozi ulizichukua hadi kanisa likarudi katika utulivu na afya nzuri kama tunaiona leo? Ndio. Kikubwa wakati ule ilikuwa cha kwanza kumwomba Mungu mwenye kanisa. Kanisa sio la mwanadamu, ni kanisa la Mungu. Na ule mgogoro kwa watu wa Mungu ulitutikisa kwa kweli. Hakuna aliyepona, kila mmoja alitikiswa, kwa sababu siku zote mtu anapokuja kanisani anategemea kupata mambo mazuri, aidha amejeruhika, amekutana na magumu nyumbani kwake, aidha katika familia yake, aidha kazini kwake. Anapokuja kanisani anategemea kwamba madhabahu ya Mungu atakaposikia neno la Mungu itamponya na kumweka sawa. Lakini baada ya kuona imekuwa hali, lakini hali ilikuwa sio hivyo ile ambayo Wakristo wa jimbo hili walikutana nayo na Wakristo wa Konde walikutana nayo. Lakini baadaye ikawa ni kumwomba Mungu kwanza, lakini jambo la pili ni mafundisho. Cha tatu ni vikao mbalimbali vya sisi wachungaji na watumishi mbalimbali katika jimbo letu, kuhakikisha kwamba tunaomba na zinafanyika mbinu na mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba wapi ambapo pana matatizo, na hiyo tunavukeje hapo mpaka tulipofika mahali ambapo Mungu mwenyewe akaingilia kati akafanikisha. Tuseme sio mbinu zetu za kibinadamu ambazo zilitumika,
ni Mungu mwenyewe alitusaidia, maana kila jambo ambalo likwenda wakati ule tulimuona Mungu kama Mungu ndio mtetezi wetu, ndio mtetezi wa kanisa lake. Katika uteuzi, kwa sababu wakuu wa majimbo sasa hivi hawachaguliwi, wanateuliwa, umekuwa mmoja wa wakuu wa majimbo wawili ambao mmechaguliwa kuendelea kuhudumu katika majimbo, na hususani wewe ambao umechaguliwa jimbo hili hili ambalo umetoka kuliongoza, niseme, unajisikiaje, kwamba unaupokeaje huu wito wa kuliongoza hili jimbo kwa mara ya pili? Mpendwa mtangazaji, kweli nimepokea uteuzi huo kwa moyo wa pekee sana, na moyo wa unyenyekevu, kwamba mimi ni nani, kwa moyo wa hofu sana, kwa Mungu sana, kwa mimi ni nani. Na ni maombi yangu kwa Mungu siku zote kwamba Mungu nisaidie nipe unyenyekevu, namna ya kuongoza au namna ya kutumikia wewe Mungu ndiye hai. Maana siwezi kusema ni uteuzi kwa binadamu, najua ni uteuzi wa Mungu kabisa, kwamba nipate kufanya kazi tena kwa ajili ya wakati huo na mazingira ya wakati huo tena. Kwa namuangalia Mungu aliye hai ambaye ameniita, kwa Mungu nisaidie nipe unyenyekevu, nipate kufanya kazi yako, kutumikia katika unyenyekevu wote, na natumikia watu wako kwa namna ya unyenyekevu, kwamba wewe ndio uonekane katika maisha haya ya kiroho, mwili, kwa maisha ya watu wote. Amen. Basi tunapomalizia, ndugu watazamaji, mkuu wetu wa jimbo mteule ana jambo la kutualika na jambo kubwa linafuata. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumkaribisha atualike kwenye hilo jambo ambalo mimi na wewe hatujui linafanyika wapi, tarehe ngapi, na linahusu nini. Kwa hiyo nikaribishe mkuu wetu wa jimbo mteule. Amina, mbarikiwe sana. Watu wa Mungu, napenda kualika siku ya tarehe 25 mwezi huu wa kwanza 2026 itakuwa ni jambo zuri sana la kuniingiza la baba askofu kuwepo katika jimbo hili na kuota majimbo au management ya diocese. Itakuwa mahali hapa kwa ajili ya kazi ya kumuingiza kazini mkuu wa jimbo hili la Mbeya Mashariki, kuingiza kazini baba askofu. Kwa hiyo nipende kualika watu mbalimbali, Wakristo wetu wa jimbo hili na wengine kutoka majimbo mengine na Wakristo wote kwa ujumla, kwamba tujumuike kwa pamoja. Kwanza tuendelee kuliombea hili jambo ili baba askofu na timu yake anapokuwepo hapa tumuone Mungu kupitia yeye. Lakini cha pili, Mungu atusaidie kwamba baada ya kuingizwa kazini, maana tufanye kazi nzuri ya Mungu katika kutoka sharika, mitaa yetu, vijiji vyetu na jimbo zima kwa ujumla, ili kusudi kazi ya Mungu ifanyike kwa nguvu zetu zote, na jimbo hili lipate maendeleo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na Kristo ahubiriwe, na Kristo ainuliwe, na Kristo atukuzwe siku zote katika jina la Yesu. Amen. Jambo hili la kusimika mkuu wa jimbo litakuwa tarehe 25 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Itafanyikia kwenye stesheni ya jimbo ambao ni usharika wa Rwanda hapa Mbeya. Kwa wote tunakukaribisha sana. Asante. Na itakuwa muda wa saa 4 kamili asubuhi. Kwa wote mnakaribishwa sana. Asante sana mkuu wetu wa jimbo kwa nafasi hii ambayo umenipa leo. Nimejua mengi kwa muda huu mfupi jimbo na pia katika maisha yako. Asante sana. Mungu akubariki. Amen. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu tena wakati mwingine. Asante.